barabara ya mwendokasi, lakini sehemu kubwa ilikuwa ni kukagua na kuweza kuona athari zilizotokea tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu tunakiri kwamba tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025 zilitokea vurugu, yalitokea makundi ya kihalifu, yalitokea makundi kadhaa ambayo kwa asilimia kubwa kile ulichokiona ndio yalikuwa matokeo yake. Ipo miundombinu ya serikali iliyowashwa moto, ipo miundombinu ya watu binafsi iliyowashwa moto, wapo waliojeruhiwa, vipo vifo, wapo walionyang'anywa mitaji, yapo maduka yaliyobomolewa, zipo pia mpaka safe au ATM za benki ambazo zimebomolewa na kuibiwa fedha hizo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais katika bunge akizindua shughuli za bunge. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wenzangu tumefuatilia kwa sehemu kubwa, na tunakuahidi mbele yako leo kwamba yale maelekezo yote aliyoyatoa tutafanyia kazi. Tutaendelea kuunganisha wana Dar es Salaam na tutaendelea kuhubiri dhana ya amani ambayo itakapovurugika kama ambavyo tuliona kidogo inakuwa ni janga na inakuwa ni jambo kubwa mno. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesikiliza hotuba yako ukiwa unatoa neno la shukrani kwa waheshimiwa wabunge. Umeonyesha kwa dhati kabisa kwamba viongozi wa serikali na watumishi wa serikali ambao watakuwa wanatembea na petroli kuongeza chuki kati ya Watanzania na serikali yao, wewe utadili nao moja kwa moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kwamba wananchi yapo mambo ambayo wanachukia, na mambo ambayo wanachukia Mheshimiwa Waziri Mkuu, wengine huwa wanaweza kuyaongea na wengine huwa hawezi kuyaongea. Kwa mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imetoa kipaumbele kwa makundi maalum ya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Mwananchi anakwenda kwa ajili ya kupata mkopo, anazungushwa siku ya kwanza, anazungushwa siku ya pili, anaomba rushwa, mkopo nao hapati. Huyu mwananchi kwa ujumla lazima ataichukia serikali. Na maelekezo haya Mheshimiwa Waziri Mkuu yapo kwetu wenyewe kama viongozi wa serikali, kwamba sisi lazima tusimame kidete kuhakikisha Mtanzania huyu na mwana Dar es Salaam haichukii serikali kwa kukutana na kiongozi mwenye hofu ya Mungu na ambaye pia atashughulikia matatizo ya Watanzania na Dar es Salaam hawa pasipo rushwa wala bila majigambo. Hili naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba mimi na wenzangu hapa Dar es Salaam lazima tujipange upya. Kama wapo Watanzania na Dar es Salaam wanaochukia serikali yao kwa sababu ya jambo hili la mikopo, na mimi kama mkuu wa mkoa chini ya Mheshimiwa Waziri wangu wa TAMISEMI lazima na mimi nitadili nao moja kwa moja ili kuhakikisha faraja kwa Watanzania hawa inarudi kama ilivyokuwa. Lakini jambo jingine Mheshimiwa Waziri Mkuu, unakuta Mtanzania wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha kwa ajili ya miradi ya maji, lakini hapa Ubungo kwa mfano kila siku anaambiwa maji hamna. Inakuja kubwa na maji akiwa hamna. Huyu mwana Dar es Salaam lazima ataichukia serikali. Mimi naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba kama wapo watu wanaochukia serikali kwa sababu ya huduma hizi za maji mbovu, nimekwisha ongea na Mheshimiwa Waziri wangu wa maji kwamba zile data tunazozungumza kwenye vinywa vyetu kuhusu maji kwa wana Dar es Salaam ziwe ndio data halisi na watu waweze kupata maji. Nimemwambia Mheshimiwa Waziri, mimi najiandaa kwa miezi 3. Kama hali ya maji itaweza kuendelea kusumbua watu wa Dar es Salaam na wakaendelea kuichukia serikali, nitamfikishia waziri wangu wa TAMISEMI, atafikisha kwako na hawa wote ambao wanazembea kuweza kufanyiwa kazi ya msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye mahospitali na sehemu zinginezo wapo watu pia wanalalamika sana
nimejibiwa vibaya na daktari, nimejibiwa vibaya na nesi, nimeomba rushwa na kadhalika. Nataka nikuthibitishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya yote tutasimamia ili kuhakikisha yale malalamiko ya wenzetu yanafanywa kazi. Lipo kundi la vijana wa bodaboda, kila likipita huko ilikuwa ni rushwa, ilikuwa ni faini kubwa. Bodaboda ni ya shilingi 200,000, faini 300,000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mambo madogo madogo kama haya yanaweza pia kutuchonganisha kati ya serikali na watu tunaowaongoza. Naomba pia nikuthibitishie kwamba mambo haya yote yatafanywa kazi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niruhusu kwa muda dakika moja tu nikupe tu hadithi ndogo. Tarehe 29 ya mwezi wa 10, yupo dada mmoja yuko pale Kimara Baruti. Yeye huyu dada amemaliza chuo kikuu na alitafuta ajira akakosa, lakini baadaye akapata uwezo wa kupata mtaji, akaenda kufungua duka, akafungua na sehemu ya chakula. Ameweka mtaji wake pale wasi chini ya milioni 50. Lakini yule dada miaka 4 iliyopita aliolewa. Kwa bahati mbaya akapata mimba na akamiskeli, mtoto akafariki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yule dada anapata tatizo la kuwa na overprolonged bleeding isiyopungua kwa miaka 3. Mume wake akamwacha, akawa na mikasa 3. Mtu mwanae amefariki, mumeo amemwacha na amepata madhara afya. Tarehe 29 duka lake na sehemu anayouzia chakula ikawashwa moto. Akaja ofisini kwangu analia kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sioni mbele wala sioni nyuma. Nachokiona mbele yangu ni sumu ili niweze kupotea katika ulimwengu. Nilimwambia dada, pole sana, mimi kama mkuu wa mkoa lazima nichukue hatua, urudi angalau kwenye hali yako. Nafahamu waandamanaji hawa au vikundi hivi watu wenye fujo wamefanya mambo haya kwa kumgusa hata asiye na hatia, hata asiye na chama, mfanyabiashara wa kawaida. Lakini haya yote Mheshimiwa Waziri Mkuu tunaendelea kuyashughulikia, na watu lazima waone Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba tunapoingiza Dar es Salaam na maeneo mengine yote katika vurugu, madhara yake ni makubwa, yanamgusa aliyefanya vurugu na ambaye hajafanya vurugu. Na Dar es Salaam, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekutana na wazee 3 na mmoja kwa bahati mbaya amefariki. Wao walikuwa wanatumia dawa za pressure, na kwa bahati mbaya kwa siku vurugu zilikuwa zinafanyika, dawa zao zilikuwa zimekwisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya kwanza sukari na pressure inapanda, siku ya pili sukari na pressure inapanda. Hakuna daktari wala hakuna dawa anayoweza kupata kwa sababu waliambiwa wakae ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mmoja ameparalyze na mmoja amefariki. Walipokuja kunieleza Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikasema haya ndio mambo ambayo Watanzania tu tunayaona. Ni kweli sisi tunaweza kuwa na ugomvi wa kawaida wa vyama vya siasa kati ya mimi Chalamila au mkuu wa mkoa au mtu mwingine yote, lakini ugomvi wetu kamwe ukienda huko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe dondoo tu kidogo. Maeneo ambayo yalikuwa on target kuweza kuyachoma moto bila huruma, moja ilikuwa ni stendi ya Magufuli. Hii ilikuwa inaungua yote, hii hapa stendi hii hapa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi. Yameunguzwa mabasi mengi tu ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Target ya 3 ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC, kulipua miundombinu ya gesi na kulipua vihenge vya mafuta vilivyoko pale Kigamboni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nishukuru vyombo vya dola vimelinda kule mpaka leo mnaona miundombinu hii inaonekana. Jaribio la 3 ilikuwa ni kuchoma jengo la TCRA na walichoma kibanda cha mlinzi. Jeshi likaja mbele kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine ilikuwa ni kuchoma miundombinu ya TANESCO. Ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii miundombinu inayoonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tungesikiliza maneno na kurudi nyuma, very likely Dar es Salaam ingekuwa giza yote. Hospitali ingekuwa hamna, umeme hamna,
miundombinu ya maji hamna, na kila kitu hamna. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema hapa kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mama aliyoko hapa na kila baba aliyoko hapa akamweleze mwanae madhara haya tunayoyafanya, madhara haya tunayoongea. Tugombane tunavyoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii lazima na sisi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo, kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti hiyo. Mwisho wa siku maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma na adui atapenya katikati, ili sisi tuweze kufeli katika maendeleo yetu. Mungu wa mbinguni atupe kibali, tuendelee kusema na makundi mbalimbali, ili kila mmoja awe balozi wa amani hii, kila mmoja awe balozi wa maendeleo yanayofanyika katika taifa letu. Na mwisho, kila mmoja asikilize mawaidha ya viongozi wetu. Nilimsikiliza pia kiongozi wa dini ya Kiislamu, alisema tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko ndugu zangu viongozi wa dini. Tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea. Kamwe tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake akaja kuwa makubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimuombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI aje azungumze hapa na kukaribisha